na leo tutaanza na Mheshimiwa Profesa Sospeter Mwijarubi Muhongo, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na Mheshimiwa Profesa Shukran Elisha Manga wajiandae. Asante mwenyekiti kwa kutupatia nafasi ya kutoa mchango wangu kuhusu bajeti ya ofisi ya waziri mkuu. Waheshimiwa wabunge, nadhani tuipitishe hii bajeti kusudi waziri mkuu na timu yake waendelee na kazi nzuri. Mchango wangu mimi utakuwa sehemu mbili. Taongelea kwenye sera na kwenye ajira. Na hii bajeti ni muhimu kwa sababu inamalizia dira yetu ya 2025 na inaanza utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050. Kwa upande wa sera, tutaongelea sera ya maafa ambayo inahitaji marekebisho makubwa. Lakini kabla sijaenda mbali, naomba niendelee kutoa pole nyingi sana kwa ndugu zangu wa Msoma vijijini ambao tumepatwa maafa, nyumba 84 zimebomoka, na wale jirani zetu wa Msoma mjini vile vile walipata maafa makubwa sana. Poleni sana. Na tunashukuru serikali imeanza kusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, sera ya maafa inapaswa kuboreshwa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, sera yetu ambayo tulionayo haiendani na hali halisi kwa sababu maafa yamekuwa ni mengi na ya aina tofauti tofauti. Kwa mfano sasa tuna maafa yanayotokana na madhara ya tabia nchi. Hayo ndio kama ukame, moto, mafuriko, dhoruba huko ziwani na baharini. Lakini tuna madhara mengine, maafa mengine yanayotokana na tuseme hayakupangwa, hayo ni natural, kama tetemeko la ardhi au milipuko ya volcano. Kuna maafa ambayo yanasababishwa na vyombo vya usafiri na usafirishaji. Kwa hiyo sera yetu lazima tuipitie upya. Na sababu ya pili ni kwamba Watanzania wameongezeka, wamekuwa wengi. Kwa hiyo maafa yakitokea hayaendani na hali halisi ya kukabiliana nayo. Mwaka 1961 tunapata uhuru, tulikuwa Watanzania karibu milioni 10. Sasa hivi mwaka huu tukifika mwishoni tutakuwa tumevuka milioni 70, na dira ya maendeleo yetu ya mwaka 2050 tukifika mwaka 2050 tutakuwa Watanzania milioni 137. Kwa hiyo inabidi tuboreshe hii sera ya maafa. Na uboreshaji wake, mwenyekiti, cha muhimu ni lazima iendane na upatikanaji wa fedha, vyanzo vya fedha ya kukabiliana na maafa haya. Sasa uzoefu wa dunia nyingine, maafa madogo madogo huwa yanashughulikiwa na local government, serikali ya mitaa. Kwa kule Marekani yanashughulikiwa na majimbo. Hata kule China vile vile yanashughulikiwa na serikali za majimbo. Kwa kwetu hapa ni kama vile halmashauri. Maafa makubwa sana yanashughulikiwa na serikali kuu, central government. Marekani kule ndio maana unasikia federal government imeingia kati, na yanashughulikiwa na taasisi na NGOs za kimataifa kama Red Cross. Halafu ushirikiano wa nchi kwa nchi. Na chanzo cha tatu cha fedha za maafa zinatokana na bima. Sasa sisi hatuna bima nyingi, ndio maana maafa yanashindwa kuhudumia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya waziri mkuu tukishaipitisha hii budget, ninapendekeza sana tupitie sera yetu ya maafa iendane na vyanzo vya maafa, alafu iendane na upatikanaji wa fedha.
Cha pili nacho kiongelea mimi ni ajira. Na ajira vile vile naiangalia, tunamaliza bajeti ya dira ya mwaka 25, tunataka ajira inayotupeleka kwenye dira ya mwaka 2050. Sifa kuu za ajira ni mbili: elimu, cha pili mafunzo. Na nguzo ya ajira zote ni uchumi. Kwa hiyo ajira zitategemea uchumi wa sekta binafsi. Ajira zitategemea uchumi wa serikali nzima na taasisi zake. Kwa mataifa yote duniani haiwezekani mwajiri mkubwa duniani kote, mwajiri mkubwa huwa ni sekta binafsi, sio serikali. Kwa hiyo ajira ninazoziongelea mimi ni za miaka 25 inayokuja kufika mwaka 2050. Ajira kwa upande wa Tanzania tuzitoe kwanza sekta binafsi ndani ya Tanzania na sekta binafsi nje ya Tanzania. Pili, ajira tuzitoe kwenye serikali ya Tanzania na zitoe kwenye serikali ya mabara mengine, yani huko Ulaya, Marekani, Asia na nchi za Kiafrika. Watu wanaweza kuajiriwa na serikali za huko, sio lazima kutegemea serikali ya Tanzania. Lakini tuangalie mahitaji makubwa ya hizi ajira. Wanataka sana mambo ya science, teknolojia na innovation. Na mifano hapa mitatu mine nitakayoitoa ambayo ajira zina soko kubwa uko kwenye dunia nyingine ni upande wa afya, upande wa teknolojia, artificial intelligence. Hiki sio kitu kipi artificial intelligence. Mara ya kwanza, semina ya kwanza artificial intelligence ilifanyika Marekani mwaka 1956. Sio kitu kipya. Halafu na mambo ya manufacturing, uzalishaji viwandani. Hayo maeneo mane hayo yatapatia vijana wetu kazi nje ya Tanzania kama tutakuwa tumejipanga. Sasa tunahitaji, kwa mfano hii artificial intelligence ni kubwa mno, ni kazi kufanya kama mashine, na wanataka ma data scientists. Na ndugu zangu, data centers ndio zinachukua umeme kuzidi hata viwanda vikubwa. Sasa hivi umeme duniani kwa siku tunatumia karibu trilioni 70 za watts, na 2% ya huo umeme zinaenda kwenye data centers. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wanatakiwa huko. Kwa hiyo umuhimu wa kazi za nje ni vijana wetu kupata kazi huko nje, halafu na pato la kitaifa kuongezeka. Sasa hizi kazi za nje, Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ni biashara, ni bidhaa mpya duniani. Kwa mfano mwaka 2023 hii bidhaa ya kazi mpya ya kazi za nje na watu kupeleka fedha nchini kwao, mwaka 2023 hii bidhaa ilikuwa na thamani ya bilioni 865 dola. Na mwaka jana hii shughuli, hii bidhaa ilikuwa ya thamani ya dola bilioni 905. Ndani ya mwaka mmoja tu zimeongezeka 4.6% za bidhaa hii. Hakuna biashara yoyote utakayoweza kuipata ndani ya mwaka mmoja na ongezeka kiasi hicho. Na mwaka jana, kuona umuhimu wa sisi kutafuta hizo kazi za nje, mwaka jana waliopata hela nyingi, kipato kingi, remittances, kurudisha kwao fedha, ya kwanza ilikuwa India. Ilirudisha fedha shilingi bilioni 129. Bilioni 129. Inashinda kuuza pamba yetu nje. Mexico ilikuwa ya pili, bilioni 66. China ilikuwa ya tatu, bilioni 50. Kwa hiyo tukichukua kwa upande wa bara la Afrika, 5 bora Afrika, ya kwanza ilikuwa Egypt. Kazi za nje hizo ilitengeneza bilioni 30. Ya pili ilikuwa Nigeria, bilioni 21. Ya tatu ilikuwa Morocco,
bilioni 12. Namalizia nusu dakika namalizia mwenyekiti. Kwanza sikuwepo niongeze muda kidogo. Alafu Morocco bilioni 12. Ghana bilioni 7. Kenya bilioni 5. Kwa hiyo mwenyekiti, nimalizie kwa kusema kwamba kama tunataka ajira huko ziko nje, cha muhimu ni elimu na mafunzo. Na nimalizie kwenye mafunzo hapa, lazima tuwekeze kwenye science, teknolojia na innovation. Yaani kwa lugha nyingine hayo masomo yanaitwa STEM, science, technology, engineering na mathematics, kuanzia shule zetu za awali na shahada za vyuo vikuu vyetu ziwe shahada zinazotakikana huko dunia nyingine. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Profesa Sospeter Mujerubi Muhongo.